Na habari za mchana, mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Nikutakie heri ya sikukuu ya Sabasaba. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, na hii ni taarifa ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Mimi ni Witness Ngalawa ambaye nitakuangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Karibu. Nikianzia hapa jijini Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam limeendelea kuwa shwari, huku wafanyabiashara kwa uchache wao wakiwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku kutokana na serikali kuhakikishia wananchi ulinzi na usalama. Channel 10 imepita maeneo mbalimbali ya jiji ikiwemo eneo la bandari ambapo wasafiri wanaoelekea na kutoka upande wa pili wa Muungano walikuwa wakiendelea na safari zao kama kawaida. Na katika soko la Feri ambalo huwa na idadi kubwa ya wafanyabiashara walikuwa ni wachache, lakini wakiendelea na biashara zao bila hofu. Baadhi ya wananchi waliozungumza na kituo hiki walikuwa na haya ya kusema. Naona kama watu wamekuwa kama wana wasiwasi, lakini usafiri upo. Kutoka Zanzibar tunapata abiria na mimi kama ni driver taxi nakuja kutafuta abiria. Wapo abiria wanakuja, lakini kwa sababu ya sikukuu ndio maana kumekuwa hivi. Usalama mzuri, ulinzi mzuri, ulinzi mkali kwa kweli. Nashukuru jeshi la polisi. Tanzania watoke tu ndio shughuli zao, amani ipo. Kila wanapita usalama, wana usalama wapo na wametekeleza agizo la kwa walinde amani, na kweli amani ipo. Sisi tupo sokoni, shughuli zetu kama kawaida na tunaendelea, ila wateja wachache. Nawaambia waache hofu, waende kwenye makazi yao, wafanye kazi zao kwa amani, kwa sababu tuna amani. wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Lameck Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo ya jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, na kueleza kuwa ni kufikia azma hiyo serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji wa kiwango kikubwa, ikiwa ni pamoja na kutunza sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na uwezeshaji wa sekta binafsi kuweza kufanya biashara kwa ufanisi. Makamu wa Rais amesema katika kipindi cha miaka 50 iliyopita maonesho ya Sabasaba yamejenga msingi wa ushindani kibiashara, kuchochea ukuaji wa biashara na kujenga uwezo wa wafanyabiashara na wazalishaji na kukuza uhusiano baina ya wazalishaji na walaji, na kuongeza kuwa katika safari ya kuelekea mwaka 2050 maonesho hayo yanapaswa kuwa miongoni mwa maonesho makubwa zaidi ya biashara duniani, yakiweka Tanzania kama kitovu cha biashara, uwekezaji, ubunifu na viwanda barani Afrika. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi yetu kwenye kipato cha kati cha juu. Ili kufikia azma hii, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa. Mathalan, serikali imeweka sera sahihi, imejenga miundombinu, imeimarisha taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Matokeo yake tunashuhudia viwanda vipya vikiendelea kujengwa, uzalishaji ukiongezeka, ajira zikiongezeka na bidhaa za Tanzania zinaendelea kupata nafasi kubwa zaidi katika masoko ya kimataifa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, katika siku za hivi karibuni nchi yetu imechukua hatua nyingine muhimu ya kuanzisha alama maalum ya bidhaa za Tanzania, yaani Made in Tanzania. Alama ambayo ni biashara pekee, si biashara pekee bali heshima ya taifa, kwani inatambulisha ubora wa bidhaa zetu. Ninatoa wito kwa wazalishaji wetu wote kuitumia ipasavyo alama hii ili kujenga hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuongeza ushindani wake katika masoko ya dunia.
Wananchi wa mkoa wa Ruvuma wanatarajiwa kunufaika na huduma ya kibingwa karibu na makazi yao baada ya serikali kutenga zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma. Akizungumza kwa niaba ya waziri wa afya wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa hospitali hiyo ya mkoa wa Ruvuma, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samiza amesema tayari serikali imetenga takribani shilingi bilioni 2 kwa ajili ya mradi huo na kuomba zaidi ya shilingi milioni 600 kutoka hazina ili kumwezesha mkandarasi kurejea eneo la kazi na kuharakisha kukamilika kwa jengo hilo, huku akisisitiza kuwa serikali imejipanga kuhakikisha hospitali zote za rufaa za mikoa zinatoa huduma za kibingwa. Hatuwezi kuendelea kuona jengo hilo zuri kubwa lenye huduma nyingi lisiishe, kwa sababu kwa sasa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Ruvuma inatoa huduma za kibingwa 8, na sisi kama serikali tumeongeza huduma za kibingwa kwa hospitali za rufaa za mkoa mpaka huduma 16. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Ruvuma Dr. Magafu Majura amesema ujenzi wa kitengo cha kusafisha damu umegharimu zaidi ya shilingi milioni 600, huku mashine 10 za dialysis zikiwa na thamani ya shilingi milioni 226 na tayari zimeanza kutoa huduma kwa wananchi, huku baadhi ya wananchi wakishukuru serikali kwa kuendelea kuwawezesha katika sekta ya afya, wakisema kukamilika kwa hospitali hiyo kutapunguza gharama za matibabu na usafiri. Tunao pia ujenzi wa jengo la kuchuja damu dialysis ambalo gharama yake ni shilingi milioni 600, na ujenzi huu ulifanywa kwa njia ya force account. Mradi wa ujenzi wa jengo hilo la kusafisha damu kimsingi umekalimika kwa 100% na umeanza kutoa huduma baada ya mafunzo ya awali kwa watumishi kufanyika. Tunazo mashine 10 katika hilo jengo la dialysis zenye thamani ya shilingi milioni 226, 107,126 ambazo zilinunua kutoka bohari kuu ya dawa MSD. Kwa kweli kukamilika kwa majengo haya tutapunguzia gharama kubwa sana za matibabu, na tutashukuru sana endapo kama gharama zitapungua na shughuli zitakuwa zimeisha haya majengo. Kutokana na kukamilika kwa jengo hili, kwanza litawapunguzia wananchi wa hapo Mwenge Mshindo na maeneo mbalimbali yanayotuzunguka kuepuka gharama kubwa za matibabu, na isitoshe gharama za usafiri pale wanaposafiri kupata matibabu nje ya mkoa huu. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Asante. Nikielekea Njombe, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Daktari Dorothy Gwajima amesema kuwa kutokana na maendeleo ya teknolojia na utandawazi kuifanya kuwa dunia ndani ya kiganja, wananchi wa mkoa wa Njombe wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kulinda maadili ya jamii ili kuzuia mmomonyoko wa maadili, hasa kwa watoto na vijana, kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akiendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Njombe ya kukagua miradi ya maendeleo na kuzungumza na wananchi kupitia mikutano ya hadhara, Dr. Gwajima akiwa katika halmashauri ya mji wa Njombe amesema wazazi na walezi wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha watoto wanapata malezi bora yanayolenga maadili mema tangu wakiwa wadogo, na amesisitiza kuwa msingi wa maadili unapaswa kuanza katika ngazi ya elimu ya awali ili kuwajengea watoto uwezo mzuri wa kufikiri. Hebu tuwekeze hii ajenda, sio tu msubiri serikali na waziri Dr. Gwajima. Sijui Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameanzisha maono ya kujenga hivi vituo. Sasa kwa vituo vingine vingi kwenye jamii na kwenye masoko mengine na miundo mingine yote, lakini ile ajenda ya jamii nyingi mnapojadili mambo mengine ya mshikamano wa kijamii, hili nalo ndipo hapa wawakilishi wenu watalibeba, wakienda kwenye meza ya maamuzi watamuuliza mkurugenzi wa halmashauri, watamuuliza mkuu wa wilaya. Mwisho itakuwa ni hitaji la kimikakati kuanzia huko kwenye ngazi ya halmashauri. Mimi napokea wageni wengi sana wangu kutoka mikoa mbalimbali wanakuja kujifunza kuhusu soko. Sehemu mojawapo mimi naishi hapa Tanzania ni mkoa wa Arusha. Awali akitoa taarifa ya makuzi na malezi ya watoto wanaohudumiwa katika kituo hicho kilichopo ndani ya soko kuu la mjini Njombe, msimamizi wa kituo hicho amesema huduma zinazotolewa zimechangia kuboresha ustawi wa watoto. Mheshimiwa Waziri, watoto wote hupimwa hali ya lishe kwa kila robo na kutoa ushauri juu ya ulaji unaofaa kwa wazazi ama walezi wa watoto. Ziara ya waziri Dr. Gwajima pia imeambatana na uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo baadhi ya wazazi wamekuwa na haya ya kusema. Watoto wanachangamka kiakili wanapokuwa kwenye makundi ya mchanganyiko wa watoto wenzao. Na baadhi ya wazazi hawafuati wajibu wao,
lakini sasa tunashukuru endapo tutakuwa pamoja kuendelea kuhimiza wazazi tuwe tunajua wajibu wetu juu ya kulea familia. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Huko Lindi, waziri mkuu mstaafu na mwenyekiti wa baraza la kumshauri rais kuhusu masuala ya chakula na kilimo, Mizengo Pinda, akiongozana na wajumbe wa baraza hilo, wametembelea bandari ya uvuvi Kilwa Masoko na kuangalia fursa zilizopo ambazo zitanufaisha vijana, huku akieleza kuwa bandari hiyo itachakata samaki watakaokidhi soko la kimataifa. Bandari ya uvuvi Kilwa Masoko ni moja kati ya bandari kubwa Afrika Mashariki na Kati, ambayo ujenzi wake unagharimu shilingi bilioni 280. Uwepo wa bandari hii unatajwa kuwa utafungua milango ya ajira hasa kwa vijana. Nimependa sana huu mradi kwa sababu chini ya baraza ile la ushauri la rais kuhusu kilimo na chakula, tuna maeneo mengi ambayo tunajaribu kuyatafutia habari na kuishauri serikali, na maeneo mawili ya mifugo na uvuvi, na bahati nzuri yote yako kwenye wizara moja. Kwa hiyo wizara hizi mbili, pande mmoja tunahangaika na maziwa na nyama, tupate ng'ombe wazuri, tupate mbuzi wazuri, tupate kondoo wazuri, lakini upande wa pili ni swala la uvuvi wa samaki waliomo katika bahari na maeneo mengine. Kwa hiyo kukamilika kwa bandari hii ambao wamesema wamebakiza muda mfupi sana kukamilisha, jambo la kwanza ambalo sisi kama washauri limetuvutia sana baada ya kuona pakikamilika maana yake nini kwa vijana, maana issue kubwa ni ajira. Lakini nimearifiwa kwamba tayari walishaletewa boti kama 20 kwa ajili ya vijana, na huduma hii sasa kwa sababu itakuwa inapatikana, itakuwa tafuta tu namna ya kuwaunganisha na wao katika mnyororo mzima wa upatikanaji wa samaki wenye viwango. Lakini kubwa wamekuja kuona namna gani samaki watakaochakatwa hapa wanakwenda kuhifadhiwa, wanakwenda kuuzwa, na wameangalia namna gani vijana wetu wa Kitanzania watakavyoweza kunufaika na bandari hii. Tumewaeleza kazi ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Wakati anaweka jiwe la msingi aligawa boti, lakini bado serikali inaendelea na mkakati wa kugawa boti. Hata hivyo, kama mkoa tunaendelea kuhamasisha wananchi wetu waandae boti zao mahususi kabisa, kwa sababu bandari iko tayari kwa ajili ya kuanza kufanya biashara ya samaki. Inaelezwa kuwa bandari hii itakuwa kichocheo kikubwa cha uchumi hasa kwa wananchi wa mkoa wa Lindi na taifa kwa ujumla. Kutoka hapa katika bandari ya uvuvi Kilwa Masoko, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro imetumia maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba kutangaza vivutio vyake vya utalii na urithi wa kitamaduni, huku ikizishirikisha jamii zinazoishi ndani ya eneo hilo kuonesha tamaduni zao kwa wageni wa ndani na nje ya nchi. Akizungumza na wadau wa utalii, kamishna wa uhifadhi wa mamlaka hiyo Abdulrazak Badru amesema Ngorongoro inajivunia urithi wa makabila wa Ailak, Wahadzabe, Wamasai na Wandatoga ambao wameendelea kuhifadhi mila na desturi zao na kuzifanya kuwa kivutio muhimu kwa watalii wanapotembelea eneo hilo. Kwa hiyo hawa ndio wanaounda jamii za watu ambao wanaishi ndani ya eneo la hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro na wanazunguka eneo la mamlaka ya Ngorongoro. Umuhimu wa jamii hizi ni utamaduni mahususi ambao jamii zinautunza na kuonyesha kwa namna mbalimbali, kama ambavyo leo umepata fursa kidogo ya kuona tamaduni ya ndugu zetu waliokuja hapa kuwaonyesha kidogo, lakini ziko nyingine nyingi sana. Katika maonyesho hayo yanayoendelea katika viwanja vya Sabasaba, mashirika yasiyo ya kiserikali pia ametoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kilimo ekolojia, yakieleza kuwa mfumo huo uchangia uzalishaji wa chakula salama, ulinda afya za walaji na kuhifadhi mazingira kwa kuimarisha mfumo wa ekolojia. Hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba tupo na wenzetu wa M-Organic ambao tunatekeleza kwa pamoja huo mradi, lakini pamoja na wajasiriamali
ambao wanaongeza pia thamani mazao ya kilimo hai na kilimo ekolojia. Lakini pia tunao wadau wa maduka ya kilimo hai. Tumekuja hapa lengo kubwa, tumeleta fursa kwa ajili ya wadau mbalimbali ikiwemo wakulima, wafanya biashara. Products zetu ni matokeo ambayo yanatokana na kilimo hai. Tunachukua raw materials zote kwenye wakulima wadogo wadogo wanaofanya kilimo hai. Pia tunaziprocess na ni nzuri sana kwa afya. Tuna products kwa ajili ya chakula, tuna products kwa ajili ya ngozi, tuna products kwa ajili ya watoto, tuna products za aina nyingi sana. Nikiripoti kutoka katika maonyesho ya Sabasaba ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Naam, asante Jimmy Mengele, na taarifa yake mtazamaji inanipeleka kumulika zile habari za mataifa mbalimbali duniani. Nikianzia hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kuwa zaidi ya watu 500 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO. Taarifa zinaonyesha kuwa visa 1561 vimethibitishwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa mwezi Mei, huku vifo 506 vikithibitishwa rasmi. WHO pia imesema watu 2 walifariki nchini Uganda kutokana na ugonjwa huo, ingawa hali sasa huko inaendelea kudhibitiwa. Wakati huo wagonjwa 254 wamepona kabisa ugonjwa wa Ebola, huku mamia ya visa vinavyoshukiwa vikiendelea kufanyiwa uchunguzi na mamlaka za afya. Namna hivyo mtazamaji, na sasa tumulike viwanjani moja kwa moja na tuwa jijini Arusha, ambapo Arusha inajiandaa kuwa kitovu cha utalii, sanaa na utamaduni mwezi Oktoba, wakati zaidi ya washiriki 1500 kutoka ndani na nje ya nchi wakitarajiwa kushiriki tamasha la kimataifa la utalii, sanaa na utamaduni ambalo litafungua fursa za biashara, ajira na kuitangaza Tanzania duniani. Taifa zaidi na Jamila Omar. Tamasha la Tanzania International Tourism Festival litafanyika kuanzia Oktoba 6 hadi 11, likiwakutanisha wasanii, wabunifu, wadau wa utalii na wawekezaji kwa lengo la kuonesha kazi za ubunifu, kubadilishana uzoefu na kufungua masoko mapya. Kutakuwa kuna workshop ambaye pia itakwenda waelekeza wadau wa sanaa ya uchongaji kuhusiana na elimu, biashara, maendeleo, lakini na protection, kwa maana kwamba ya sanaa zao ambazo wanazozichonga. Kutakuwa kuna training kuhusiana na mwenendo halisi wa soko la sanaa ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa maana kwamba katika uchongaji na uchoraji, kujua wajibu wao, thamani yao katika sekta ya utalii pamoja na sekta ya michezo. Waandaaji wanasema pamoja na kuitangaza Tanzania kama kitovu cha utalii na utamaduni, tamasha hilo linatoa mafunzo yatakayowezesha wasanii kuongeza thamani ya kazi zao, kulinda ubunifu wao na kuongeza kipato. Sanaa za ufundi ilikuwa inasikika lakini kwa haijulikani. Sasa hivi itakuwa ndio mwanzo mzuri wa kuja kujua sanaa za ufundi. Sanaa za ufundi, sanaa mama, kama nilivyosema tangu mwanzo. Nikizungumzia sanaa mama kwamba hata mtu wa muziki hawezi kukaa kwenye muziki bila sanaa za ufundi. Mtu wa filamu hawezi kufanya filamu bila sanaa za ufundi. Wale wanaofanya sarakasi hawawezi kuchorwa bila sanaa za ufundi. Kwa sanaa za ufundi, sanaa ambayo sisi wenyewe wote maisha yetu yote ni sanaa za ufundi. Tunalenga kuona namna gani tunarasimisha shughuli zao ili ziwe katika mifumo rasmi, lakini pia kuwafungulia njia mbalimbali za kimasoko kwa kuwa connect wasanii ili sanaa za uchongaji ziunganishwe moja kwa moja na soko la utalii wote wa ndani pamoja na nje. Tamasha hilo linatarajiwa pia kuchochea ajira kwa vijana kupitia matumizi ya teknolojia, masoko ya kidijitali na uwekezaji katika sekta za utalii, sanaa na utamaduni. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Naam, taarifa hiyo kutoka Arusha ndio inatutamatishia taarifa yetu wa ufupi mchana wa leo. Niliangaza habari
ni mimi Witness Ngalawa. Kwa niaba ya wote tu ni kusi mtazamaji, usikose kutazama habari yetu ya kutwa nzima ya leo itakapotimu saa 1 kamili usiku. Ni kusi tu endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Channel 10.